Yes, leo tunaendelea na kuhariri kitabu chetu cha Wanafikara wa Kiroho, maswali matano ya msingi wa mwanadamu. Na katika sura hii tunajadiliana na kutafakari juu ya mawazo ya Wasumeria. Wasumeria wao wanasema kwamba mwanadamu aliumbwa na viumbe kutoka sayari nyingine, na viumbe hao wanaitwa Anunnaki, viumbe kutoka sayari nyingine ambayo inasemekana sayari hiyo inaitwa Nibiru. Kwa hiyo hao viumbe kutoka sayari ya Nibiru walikuja sayari ya dunia kwa sababu katika sayari yao ya Nibiru kulikuwa na changamoto ya hali ya hewa, ilikuwa ya baridi sana, na hivi kwa kuwa walikuwa na uelewa na utaalamu, basi wakatafuta sehemu ambayo wanaweza kwenda kwa ajili ya kupata madini ya dhahabu ambayo yangeliweza kuwasaidia kuratibu na kurekebisha hali yao ya hewa. Kwa hiyo wakaja duniani, na moja ya sehemu ambayo walifikia ni huko kaskazini mwa nchi ya Zimbabwe. Sasa kaskazini mwa Zimbabwe, wataalamu wa historia na wataalamu wa arkeolojia wanasema sehemu hiyo ndiyo Tanzania, hasa Arusha, katika bonde la huko panapoitwa Olduvai Gorge. Na historia bado inasisitiza walau mpaka sasa kwamba mtu wa kale zaidi kuishi duniani inasadikika aliishi katika bonde katika hilo eneo la Olduvai Gorge. Maana yake ni nini? Masimulizi ya Wasumeria, visasili vya Wasumeria juu ya chanzo asili cha mwanadamu, kwamba aliumbwa na hao akina Anunnaki, na maeneo wanayoyasema kwamba uumbaji ulifanyika au hao wanadamu wa kwanza walikuwa wanaishi, yanaendana na ushahidi wa kihistoria na ushahidi wa arkeolojia. Maana yake ni nini? Hawa akina Anunnaki, maeneo ambayo ni maarufu ambayo waliafikia, eneo la kwanza ndio hilo Sumer. Hayo maeneo ya Mesopotamia, maeneo ya Iraki ndiko ambako, katika hilo eneo la Sumer ndiko ambako kuna hiyo mito hiyo Tigris na Euphrates. Sasa mto Tigris unamwaga maji yake katika eneo ambalo katika Biblia na Qurani na baadhi ya vitabu vingine inaita ni bustani ya Eden. Bustani ya Eden. Sasa hiyo bustani ya Eden, hilo eneo la bustani ya Eden, ndipo ambapo Wasumeria, kwa mujibu wa taarifa za maandishi ya kale, ancient texts, ni kwamba Wasumeria walikuwa wanaishi hapo. Kwa hiyo mito hiyo yote minne pale, hiyo Tigris na Euphrates na mito mingine ambayo katika Biblia inaelezwa vizuri ilikuwa inamwaga maji katika bustani ya Eden, hilo eneo ndilo linaitwa Sumer. Kwa hiyo hawa Wasumeria walikuwa wamekuwako hapo, civilization yao ilikuwa hapo, na eneo hilo ni baadhi ya maeneo ambayo hawa akina Anunnaki walikuwa wanaishi au wanashukia. Na eneo lingine ambalo walikuwa wanashukia ni katika mlima Sinai, maeneo ya mlima Sinai ambako Musa katika Biblia alikabidhiwa amri 10 za Mungu. Kwa hiyo katika maeneo ya mlima Sinai pia ni moja ya maeneo yao ambayo walikuwa wanashukia. Tutakuja kuona huko mbele mambo haya yote. Lakini sasa, kwa nini waliamua kuumba kiumbe ambacho kadiri yao ndio sisi wanadamu? Hawa Anunnaki walikuja wafanyakazi kama 600 hivi katika makundi ya 50-50. Sasa baada ya kuwa wamefanya kazi katika migodi wakiwa wanachimba dhahabu kwa muda mrefu, ndipo hawa Anunnaki wafanyakazi wakaanza kuleta mgomo kwamba wangelitamani maslahi yao yazingatiwe vizuri ili waweze kupata mahitaji yao ya msingi vizuri. Kwa hiyo malalamiko na manunguniko yakaanza. Okay. Sasa baada ya hapo katokea wazo kwamba kwa kuwa hawa sasa wanalalamika hivi, basi tuumbe kiumbe ambacho kinaweza kutusaidia. Na hicho kiumbe
kiwe kama sisi, lakini kisiwe na akili zaidi kutuzidi sisi, yaani kiwe na uwezo tu wa kuelewa amri zetu. Kwa hiyo ziko dhana mbili hapa katika uumbaji wao. Enki huyu moja ya watoto wa huyo Anu mkuu wa huko Nibiru anakuja na wazo kwamba tumtengeneze au tumuumbe mwanadamu kwa kuunganisha vinasaba vya sokwe au hawa wanyama wengine alikuwa anasema wadogo wadogo, alikuwa anawaona pamoja na vinasaba vyao ili kupatikane kiumbe mchanganyiko au kiumbe chotara au hybrid au kiumbe hybrid. Okay? Sasa baada ya kufanyika mashauriano hayo, ndipo sasa mwanadamu akaumbwa. Sasa ziko nadharia mbili hapa za uumbaji wa mwanadamu kadiri ya Wasumeria, na haishangazi kuona nadharia zaidi ya moja kutoka kwa kundi moja, kwa sababu hata katika Biblia pia tuna simulizi mbili za uumbaji wa mwanadamu. Kuna lile la Yahwesti na lile la Elohist. Watu wa Elohist wanaamini katika uumbaji wa mwanadamu ulifanyikaje. Kuna wale wanaosema kwamba uumbaji wa mwanadamu, Mungu aliumba mwanadamu kutoka kwenye udongo na baadaye akampulizia pumzi ya uhai, na kundi lingine la wanafikara hawa wanasema kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa kutamka neno au kwa kutumia neno. Sasa neno ni mjadala ambao tayari nimeujadili kidogo huko nyuma, na tutaujadili tena huko mbele. Neno kwa Kiunani ni logos. Sasa logos, hii neno logos, huwezi amini, ndilo ambalo limetumika katika kitabu cha Yohana 1:1 anapoeleza kwamba hapo zamani kulikuwa kuna neno, naye neno lilikuwa kwa Mungu, naye neno akawa Mungu. Sasa unaweza kuona kwamba kumbe logos ndiyo neno na logos ndiye Yesu Kristo. Kwa unaweza kuona kwamba hawa wa Elohist wanaosema kwamba Mungu aliumba mwanadamu kwa neno, huenda ni kwa msaada au kwa usaidizi wa huyo Yesu Kristo. Na kwa kuthibitisha hilo, Yesu Kristo mwenyewe ananadi kwamba kabla ya kuwepo misingi ya dunia, naye pia alikuwepo. Maana yake kwamba kuna uwezekano alishiriki vizuri katika uumbaji. Kwa hiyo nilikuwa nataka kusisitiza juu ya uwezekano wa kuwepo masimulizi zaidi ya moja katika kuelezea Mungu alivyomuumba mwanadamu. Kwa hiyo nilikuwa nataka kwamba kama ulikuwa unaelekea kushangaa inakuwaje kundi moja la watu liwe na nadharia mbili za uumbaji wa mwanadamu, ikakupa kwa mfano kwamba hata katika Ukristo kwenye Biblia tunazo hivi nadharia mbili zao, ya Westis ambaye yenyewe inafupishwa kama J na wale Elohist kama E. Kwa hiyo hawa watu wa Yahwest wanamchora Mungu kama Mungu mtendaji, Mungu mwenye binadamu, anthropomorphic God. Wana huo mtazamo wa anthropomorphic, kwamba wanamtazama Mungu kama mwanadamu ambaye anachukua udongo, anaufinyanga, anauandaa kila kitu, na mwanadamu anakuwa hai. Kwa hiyo wanamtazama Mungu as a human like. Lakini watu wa Elohist hawa, wao wanamtazama Mungu kama ni nafsi au roho ambayo ina uwezo wa kutenda kazi bila kukamata vitu, transcendent and abstract God that can communicate through dreams or visions, or that a spirit which by only his instructions something can become viable and even physical and be seen by our naked eyes. Okay? Sasa tuachana hayo mambo ya wanafikara wa kiroho wa Kristo, kwa sababu tutayajadili vizuri sana katika mjadala wetu huko mbele. Kwa hiyo usiwe na shida unapokutana na kundi moja likiwa na mawazo au na nadharia zaidi ya moja katika uumbaji wa mwanadamu, kwa sababu hata katika Ukristo tunazo nadharia mbili. Okay? Kwa hiyo hawa Wasumeria wananadi kwamba mwanadamu aliumbwa na hao akina Anunnaki, na kuna namna mbili ambazo mwanadamu aliumbwa kwa msaada wa akina Anunnaki,
na dhamira yao wanadai kwamba walimuumba mwanadamu ili aweze kuwasaidia kazi zao za kila siku, na ili aweze kuwasaidia kazi zao za kila siku, basi kulihitajika kiumbe ambaye walao anaweza kuelewa na kuzifuata amri zao. Ndipo kuna hizo nadharia mbili za uumbaji wa mwanadamu kadiri yao akina Wasumeri hao. Nadharia ya kwanza inasema kwamba mwanadamu ameumbwa kutoka kwenye udongo, na nadharia ya pili ambayo haiendani mbali sana na hii ni kwamba mwanadamu aliumbwa katika maabara ya kijenetiki. Sasa tunaweza tukaangalia kidogo juu ya mwanadamu alivyoumbwa kutoka kwenye udongo, kwa sababu focus ya sura hii si aina hii ya uumbaji, si katika nadharia hii, bali nadharia yake ile ya pili. Jambo la mwanadamu kuumbwa kutoka kwenye udongo tutalijadili kwa kina zaidi huko mbele. Sasa hapa kuna namna mbili za uumbaji kama ambavyo nimekuwa nikisisitiza kwamba mwanadamu aliumbwa kutoka kwenye udongo, na namna nyingine mwanadamu aliumbwa kutoka kwenye maabara kwa sababu ya majaribio ya maabara ambayo yalikuwa yanafanywa na hao akina Anunnaki. Kwa hiyo kwenye shauri la udongo tunasoma katika maandiko hayo ya kale wa Sumeria wakisema, kwa mfano, huyu Ninma akautoa udongo mkononi mwake kutoka juu ya Abs na akamfanya mtu kwa udongo huo ambaye hakuweza kukunja hata mikono yake dhaifu. Enki, kumbuka kwamba Enki ni moja ya watoto wa Anu. Kwa hiyo hawa walikuja duniani kufanya huo uratibu. Kwa hiyo tuna Kamanda Enki na Kamanda Enlili. Hawa ni ndugu hawa, okay? Kwa hiyo Enki akamtazama huyo mtu ambaye alikuwa hawezi hata kukunja mikono yake dhaifu, akamwamuru awe mtu hai na akawa hai. Unaweza kuona kwamba hapa Ninma aliufinyanga udongo, na namna ambavyo aliufinyanga huo udongo bado ulikuwa ni kama kinyago tu dhaifu. Ndipo Enki sasa akampatia pumzi ya uhai, na mara moja udongo ule ambao ulikuwa na mikono dhaifu ukawa kiumbe hai. Vile vile simulizi nyingine linasema kwamba kulikuwa na huyu anatoa oda huyu anasema changanya udongo ambao uko juu ya shimo, watengenezaji wazuri na wakuu wataufinyanga vizuri udongo huo. Wewe Namu, kazi yako ni kuhakikisha kwamba mtu huyu anakuwa na mikono na miguu, kwani Ninma atakujilia juu yako na kukuongoza katika kazi hiyo. Kwa tunaweza kuona hapa mwanzo Ninma ndio sasa anaofinyanga huo udongo, lakini hapa tunamwona Ninma atamjilia juu ya Namu ili kumuongoza katika kazi hiyo. Kwa hiyo baada ya mchakato huo wa uumbaji kukamilika, pia ulifanyika uratibu wa kuchanganya udongo huo na damu ya Anunnaki waasi. Kwa hiyo wale akina Anunnaki ambao walikuwa waasi, kwa hiyo damu yao ilichukuliwa. Maana yake tunaweza kusema kwamba lengo la kuchukua damu ni kuunganisha hivyo vinasaba. Kwa hiyo kutoka katika damu yao hawa Anunnaki waasi zilihitajika nguvu za akili na hali ya Mungu ambazo ziliratibiwa zipatikane sasa katika huyo mwanadamu aliyeumbwa. Kwa hiyo ungali bado unayo shauku kubwa ya kujua mambo yalikuwaje, ni kuombe radhi tu na kukujuza kwamba kama nimesema, sura yetu hii ya 3 itajikita zaidi juu ya namna ya pili ya uumbaji wa mwanadamu kadiri ya Wasumeria kuliko namna hii. Kwa hiyo kwa shauri hili tutaliachia hapa. Sasa namna ya pili ya mwanadamu alivyoumbwa. Mwanadamu ameumbwa kutoka maabara, na hivi Kamanda Enki aliweza kuwatazama viumbe vidogo vidogo au hominid kama vile machimpanzi au mabonobo au magorila. Kwa wao hao Anunnaki ni giants. Kwa hiyo hao magorila walikuwa wanaonekana wadogo sana. Hapo Enki akafikiria uwezekano wa kuwaboresha kijenetiki ili waweze kuwa mbadala wa waasi wale akina Anunnaki wafanya kazi. Sasa hawa waasi akina Anunnaki wafanya kazi walikuwa na madai yao kama ambavyo nimesema. Kwa hiyo walikuwa wanalalamika maisha duni, huku wakimtupia lawama zote Kamanda Enki. Baada ya malalamiko yasiyo na mwisho, mama yake Enki alimshauri pia mwanaye aingilie kati jambo hili, na akapendekeza waumbwe au watengenezwe viumbe au watumishi ambao watawapunguzia kama sio kuwaondolea kabisa mzigo wa kazi hao Anunnaki wafanya kazi. Enki akamwambia mama yake kuwa viumbe vya aina hiyo tayari vipo, kinachohitajika ni kuwafanyia maboresho tu, yani kuwa modify, kufanyike modification and optimization, na baada ya hapo ili sasa waweze kuwaweka katika hao viumbe
mfano wa wao wenyewe, yani hao miungu. Kwa sababu ya ujuzi mkubwa wa kisayansi, Anunnaki walianza kufanya majaribio mbalimbali ya kijenetiki za wale viumbe vidogo vidogo na vinasaba vyao wenyewe. Projekti hii ilifanyika kwa ushirikiano mkubwa wa Ninhursag au Nintu au wakati mwingine anaitwa Mani, ambaye anajulikana kama yeye atoae uhai. Baada ya kufanya majaribio lukuki yaliyofeli katika maabara yao iliyoitwa chumba cha uumbaji, hatimaye walifanikiwa kuumba au kutengeneza kiumbe kipya walichokiita Lulu. Lulu maana yake ni mchanganyiko, yaani mchanganyiko wa vinasaba vya Anunnaki na wale viumbe vidogo vidogo. Kiumbe huyu mpya aliitwa pia Adama, yaani wa dunia hii, wa udongo, kutoka katika udongo au mavumbi au wa mavumbini. Sasa hii Adama ndiyo hiyo hiyo kwenye Biblia, ndiyo hiyo Adam, na maana yake ndiyo hiyo hiyo kwamba ametoka mavumbini. Kwa hiyo hao walichokifanya, walitumia udongo wakachanganya na vinasaba vya wale Anunnaki wa asili. Kwa hiyo udongo pia ulitumika hata katika majaribio haya ya maabara, na ndio maana kiumbe ambacho kilipatikana huyo Lulu au Adama, maana yake ni kwamba ni kwanza Lulu ni mchanganyiko na huyo Adama ni wa dunia hii, kutoka katika udongo wa mavumbini. Hata katika Ukristo, hata katika Uislamu pia tunasema hivyo kwamba wewe ni wa mavumbini na mavumbini utarejea. Kwa hiyo unaweza kuona uko mfanano hapa. Ndio lengo la kitabu hiki cha Wanafikara wa Kiroho, kuwaonesha ninyi wasomaji wangu kwamba dunia hii tunaongozwa na mambo yale yale, stori zile zile. Hakuna sababu ya kurumbana ati kwa sababu wewe ni Mkristo na mwingine ni Muislamu na mwingine sio wa dini yako, kwa sababu dini hizi zote zina msingi wa masimulizi yale yale, na ujumbe mkubwa katika dini zote ambazo kweli ni dini ni upendo. Kwa hiyo mbwembwe zote hizi kazi yake ni kudumisha upendo, amani, matumaini na haki. Haki inayotamkwa zaidi kwenye Biblia ni righteousness. Okay? Kwa hiyo hilo ndilo lengo la kitabu changu, kujaribu kuleta utangamano, kuleta harmonization, kuleta spiritual equilibrium. Tuelewe kwamba tuko hapa duniani kwa shabaha moja sisi sote. Kwa hiyo utaona katika kitabu hiki mambo mengi namna yanavyofanana. Okay? Sasa kumbe tunaona hapa wale viumbe kutoka mbinguni au sayari nyingine sasa wamewatengeneza viumbe vinavyofikiri au viumbe vistaarabu au homo sapiens, kama ambavyo tumeona katika sura ya pili tunapojibu swali hili la chanzo asili cha mwanadamu, tunapodai kwamba moja ya simulizi katika vyanzo vya wanahistoria ni kwamba ni ile simulizi ya evolution of man, mabadiliko sasa ya mwanadamu. Kwa hiyo walitoka huko mpaka kufikia hatua ya homo sapiens. Homo sapiens ni kiumbe kistaarabu, kiumbe kinachoweza kufikiri. Okay? Kwa hiyo tunaona sasa hawa kina Anunnaki, kwa Wasumeria, kiumbe kinachofikiri hakijafikia katika hatua ya evolution kama ambavyo historia inatueleza, lakini waliumbwa moja kwa moja. Lakini bado tunaona kwamba uhusiano wa hao nyani na sisi wanadamu, kwamba wana wa historia wanasema tu kwamba hiyo evolution ilitoka kwa hao nyani na baada ya mabadiliko ya muda mrefu wanadamu tukatokea. Lakini akina Anunnaki wao wamemuumba mwanadamu kutoka kwa hao pia hao masokwe, hao nyani. Kwa hiyo mpaka hapa bado tunaona uhusiano wa sisi wanadamu na hao nyani. Okay? Tukio hili la uumbaji linasadikika kuwa limetokea miaka 300 iliyopita huko kaskazini mwa Zimbabwe, kama nimeeleza hapo awali, na ndiko ambako kunapatikana eneo hilo la Afrika Mashariki, hasa zaidi Tanzania, yani Olduvai Gorge. Katika eneo hilo la Olduvai Gorge, Arusha, Tanzania, wana paleontolojia, yani wataalamu wa mambo ya kale, wamegundua mabaki au masalia ya watu wa kale zaidi, kama tulivyoona pia katika sura ya pili, au wale ambao mtabadilika kupata kitabu cha Wanafikara wa Kiroho mtasoma vizuri katika nadharia ile ya uafrikanishaji wa dunia. Uafrikanishaji wa dunia ni nadharia ambayo mimi nimeianzisha, inayoonesha kwamba dunia hii watu wa kwanza ni wa Afrika, lakini zaidi ni wa Tanzania. Sijajua kwa nini hii haivumi duniani, kwa sababu mpaka sasa hakuna chanzo chochote cha arkeolojia
hakuna chanzo chochote cha arkeolojia au chanzo chochote cha paleontolojia ambacho kinaenda zaidi ya ukweli kwamba mwanadamu wa kale mpaka sasa inasadikika ndiye aliishi katika bonde la Olduvai Gorge, yani Arusha, Tanzania. Sasa ninapozungumzia katika sura ya pili katika dhana ya uafrikanishaji wa dunia, nina maana kwamba binadamu ameanzia Afrika ndipo akaenda katika maeneo mengine, katika ile hamu ya kutaka kujua upande wa pili kuna nini, ile hamu ya exploration ndio sasa ikamfanya mwanadamu huyu Mwafrika aende katika maeneo mbalimbali, na kadiri ya makundi yalivyokuwa katika sehemu fulani na fulani, kutokana na hali ya hewa waliendana kutokana na hali ya hewa, na wakati mwingine wakabadilika hata rangi. Kwa hiyo nadharia utaisoma vizuri katika sura ya pili ya kitabu chetu cha Wanafikara wa Kiroho. Kwa hiyo hapa inaonyesha hivyo kwamba tukio hilo la uumbaji linasadikika kwamba lilifanyika miaka 300 iliyopita, na ilifanyikia katika bonde la Olduvai huko Arusha, Tanzania. Sasa hawa akina Anunnaki waliwatengeneza viumbe hawa wapya wenye uwezo wa kufanya kazi ngumu na wenye akili ya kuelewa mahitaji na amri za waumbaji wao. Shabaha kuu hii ni kama inaendana na ile ya kwenye Biblia ambapo tunasoma kwamba tumeumbwa ili kumpenda na kumtumikia Mungu. Tunaweza tukarejea katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 2 aya ya 10. Tunasoma hivi: Mungu ametuumba sisi sote kwa njia ya Kristo Yesu ili nasi tuungane naye katika kazi anayoifanya, kazi njema ambayo tayari amekwisha tuandalia tuifanye, kazi tunayopaswa kuitekeleza kwa ufanisi mkubwa. Unganisha doti hapa kutoka kusudi la Anunnaki kumuumba kiumbe Adama ili aweze kumsaidia kazi zake na aweze kuyapokea maelekezo na amri zake. Unganisha hizo doti na maelezo haya kwenye Biblia ambayo tumeyarejea hivi punde. Kumbe tumeumbwa kwa kazi maalum ambayo kwayo ndiyo maana tumeumbwa ili tuitekeleze, tena tuitekeleze kwa ufanisi. Ni kazi ya kusaka dhahabu ili kuwapumzisha Anunnaki wafanya kazi? Nisingependa nisadiki hivyo, lakini pia sina nguvu ya kulipinga hilo walau kwa sasa. Kwa hiyo kuna huo mfanano wa kusudi la umbwaji wa mwanadamu kutoka kwa hao akina Anunnaki, lakini kuja katika masimulizi mbalimbali ya Biblia. Lakini pia tutazame hapa kwa jicho la tatu kitu kingine muhimu, kwamba kama wanadamu wale waliumbwa na hao akina Anunnaki ili wawasaidie kazi zao, ndiyo hasa maana ya Mwanzo 2:2 ambapo tunasoma, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Sasa ukisoma unapotamani kuwa mwanafikara wa kiroho, hakikisha kama unasoma Biblia basi uwe na marejeo mbalimbali, na kama una uelewa wa lugha mama ambayo Biblia iliandikwa kwayo, kwa mfano Kiaramayo, Kiebrania na kadhalika, basi ni vema pia ujifunze huko. Mimi sio mtaalamu wa lugha hiyo, lakini kama pia unaweza kuelewa Kigiriki au Kiunani, basi pata toleo la Biblia Agano Jipya ambalo limeandikwa kwa Kiunani. Sasa tunaweza tukasoma hapa kwa Kiingereza katika toleo la New English Translation. Ukisoma Genesis 2:2 inasema hivi: By the 7th day, God finished the work that he had been doing, and he ceased on the 7th day all the work that he had been doing. Manake kulikuwa na kazi alikuwa anafanya, kulikuwa na kazi he had been doing, manake kulikuwa na kazi endelevu, ni kama shughuli za kila siku ambazo zilikuwa zinaendelea. Na ukiangalia bado ni mjadala katika wanafikara wa kiroho hapa. Kinachozungumza ukisoma Kiebrania hapa, huyu anaitwa Mungu katika sura hii ya 2 ya Mwanzo ni Elohim. Huyu anaitwa Mungu katika sura hii ni Elohim. Sasa Elohim ni mjadala mpana sana katika miongoni mwa wanafikara wa kiroho, wanafikara wale
kiroho wa zamani wanadai kwamba Elohim ni wingi. Elohim ni wingi, sio umoja. Okay? Elohim ni wingi, sio umoja. Kwa hiyo Elohim maana yake kwenye literal meaning, maana ile sisisi, maana yake ni miungu, au tunaweza tukasema ni gods. Elohim ni miungu, au tunaweza kusema ni gods, ni plural or gods. Sawa? Kwa hiyo katika hali ya kawaida kabisa, hii inapaswa kumaanisha ni miungu, inapaswa kumaanisha ni miungu. Kwa hiyo tukasema kwamba na siku ya saba miungu walimaliza kazi yao waliokuwa wanaifanya, wakastarehe siku ya saba, wakaacha kufanya kazi zao walizokuwa wanazifanya. Tukitafsiri Biblia katika hali hii ya usisisi, maana yake tunaona kuna mfanano kwamba ni kama akina Anunnaki hivi, kwamba baada sasa ya Mungu au miungu kuwa wameweza kumuumba mwanadamu, kwa hiyo walikasimisha majukumu yao na kazi zao kwa hao wanadamu. Na hivi ni kweli dhana ile ya kina Anunnaki ya kuwapumzisha wafanyakazi hao kina Anunnaki, wakapumzika kwa sababu majukumu yao sasa yalikuwa yamekasimiwa kwa hao wanadamu. Lakini si hiyo tu, maana haiko hiyo tu, bado wana teolojia wanasema kwamba hii Elohim, licha kwamba ni kweli maana yake inaashiria ni wingi, lakini tunapompa Mungu mweza wa yote tunatumia hiyo hali ya wingi, maana yake ni superlative, ni superlative singular. Kwa hiyo hata kama Elohim kiukweli inamaanisha ni wingi, bado maana yake ni God, bado maana yake ni God. Sasa jambo hili sio mahala pake hapa, tutalijadili zaidi kadiri ambavyo tutakuwa tunaendelea na mjadala wetu wa wanafikara wa kiroho. Sasa baada ya Adama au lulu kuumbwa, walipelekwa kwenye migodi ya dhahabu huko kusini mwa Afrika ili kwenda kuchimba madini. Kwamba je, mara baada ya kuwa wamewaumba mwanadamu au Elohim au Anunnaki naweza kuwaweka hapa, walipumzika kutoka kwenye kazi zao zote? Si kwamba sasa kumbe shabaha ya kumuumba au kumtengeneza mwanadamu ilikuwa yeye au wao hawa akina Anunnaki wapumzike na kustarehe kutoka katika kazi ambazo hapo kabla walitakiwa kuzifanya wao? Tukirejea kwenye Biblia pia katika kitabu cha Mwanzo tunaona majukumu na amri aliyopewa Adam au Adama mara tu baada ya kuwa ameumbwa. Tunarejea Mwanzo sura ya 2 aya 15 mpaka 17. Tunasoma hivi: Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, yani Adama, akamweka katika bustani ya Eden ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi na mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Aya hizi tatu zinatoa picha inayolandana na shabaha ya Anunnaki kumuumba mwanadamu, kwamba amtumikie na kutekeleza amri zake. Tumesoma hivi punde kwamba sasa hawa akina Anunnaki waliwatengeneza viumbe hawa wapya wenye uwezo wa kufanya kazi ngumu na wenye akili ya kuelewa mahitaji na amri za waumbaji wao. Vinginevyo tunaweza kudhani kwamba Mungu hakuwa na manufaa nayo ile bustani ya Eden ambayo alipewa Adam afanye kazi na kuitunza. Mimi sidhani. Na hivi mpaka sasa tunauona mlandano wa kimajukumu kati ya Adamu wa Mungu na Adama wa Anunnaki. Hapa kipo kitu lazima tukifumbue. Hapa kipo kitu lazima tutakifumbua pia. Sasa tunafanyaje kuufumbua ukweli huo? Ningelipenda usiumize sana kichwa, kwa sababu ninajua kichwa chako sasa kinaanza kupata joto. Pumzika kidogo, nataka nikupe kibwagizo kinachofuata, ambapo hapa sasa utatokwa jasho. Ushahidi wa kisayansi unaoonesha uwezekano mkubwa wa ukweli wa nadharia ya uumbaji wa mwanadamu kadiri ya Wasumeria. Ushahidi huo utakuja kwenye video inayofuata.